nini Mungu anataka useme neno lake kwenye maisha yako? Kwa sababu yeye ametoa ahadi nyingi mno kwenye maisha yetu, na zote alizozitoa zinatekelezeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ahadi za Mungu tuzione tu chache ambazo amezitoa kwa ajili yetu. Namba moja, Mungu ameshatubariki. Mungu amefanya nini? Ameshatubariki. Tusome Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 28. Amina. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuilisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kinacho juu ya nchi. Mungu akafanya nini? Mungu akafanya nini? Sasa unajua shida ya watu wengi wakisoma wanadhani ni kama kuna mtu mwingine unaambiwa wewe. Mungu akakubariki. Baada ya kukubariki, Mungu akakuambia, zaeni, zalisha. Bwana Yesu asifiwe. Utakachozalisha kiongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitakapoongezeka kikaijaze nchi, alafu upate nafasi ya kuweza kutiisha hiyo nchi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi baraka, watu wa zamani walikuwa wanajua sana nguvu ya baraka. Moja ya watu ambao walikuwa wanajua nguvu ya baraka ni Yakobo. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini ilitakiwa iwe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Esau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilitakiwa iwe Mungu wa Ibrahimu, Isaka na nani? Na Esau. Esau ni moja ya watu ambao sio mfano mzuri wa kuwafuata kabisa kwenye maisha. Esau aliuza uzaliwa wake wa kwanza kwa Yakobo kwa ajili ya chakula tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ametoka kwenye shughuli zake. Unajua Esau na Yakobo walikuwa mapacha. Alianza kutoka Esau akafuata nani? Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kuna siku wameshakuwa watu wazima kwenye miaka kama 40 hivi. Esau ametoka zake huko, yeye alikuwa ni mwindaji. Kakosa kuinda, akakosa nyama huko, karudi nyumbani, amemkuta mdogo wake Yakobo amepika chakula. Yakobo nadhani alikuwa ni mtoto wa mama. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo alikuwa anapenda sana kupika. Bwana asifiwe. Amepika chakula pale, tena chakula kenyewe alikuwa anapika mikate na dengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Esau akafika pale akamwambia, mdogo wangu nina njaa, naomba chakula nile. Yakobo akasema, sikiliza, wewe wakati tunazaliwa wewe ulikuwa wa kwanza. Mpaka leo inajulikana wewe ni wa kwanza. Kumbe kuna mtego aliutega pale kwamba watoto wa kwanza ndio wanaokuwa wanabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na baraka ambayo akiipata mtoto wa kwanza inakwenda kusababisha kutambaa maendeleo makubwa kwenye familia nzima. Yakobo akasema, hii mimi naitaka hii. Huyu jamaa ajitambui huyu. Bwana asifiwe. Akamwambia, sikiliza, kama unataka chakula kweli, tubadilishane hapo. Kuanzia leo mimi ndo niwe wa kwanza, wewe uwe wa pili. Esau akasemaje? Hivi hii nafasi ya mimi kuwa wa kwanza itanisaidia nini kwenye maisha? Akati hapa nina njaa ambayo inanipelekea kama kufa. Sasa si bora nile chakula niendelee kuishi kuliko kuwa mtu wa kwanza afu nikafa. Bwana asifiwe. Yakobo aliposikia bila akamwambia, sikiliza, niapie kwa Mungu kwamba leo unanikabidhi mimi ndo ninakuwa wa kwanza, wewe wa pili. Akasema nakuapia kuanzia leo ni wa kwanza. Akachukua chakula akampatia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kilichokuja kutokea sasa, ikapita muda mrefu sana, baba yao ambaye ni Isaka akawa anataka kufa, akamwita Esau. Wakati amemwita Esau, Yakobo alikuwa ametumwa na mama yake sijui kwenda kununua nini. Bwana Yesu asifiwe. Baba yake akamwambia Esau, nenda, wewe si ni mwindaji, nenda katafute mnyama mzuri kawinde, uje hapo unitengenezee chakula kizuri, mimi nile, nifurahi, nipate kukubariki. Kama Ibrahimu alivyonibariki mimi, na mimi natakiwa nikubariki wewe. Esau akasema, ngoja niondoke. Wakati huo huyu Isaka hajui kama mtoto wake ameshauza ile
nafasi ya kwanza kwa mdogo wake kwa chakula tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Esau amechukua bunduki zake, anaingia mapolini. Yakobo amerudi. Mama yake akamwita Yakobo jikoni, akamwambia sikiliza, babako anataka kumbariki nani? Kaka yako. Sasa nikufundishe kitu kimoja. Nenda kule kwenye zizi la mbuzi, kwenye zizi la kondoo, kachague kondoo mzuri, mchinje, mimi nimtengeneze hapa, afu mpelekee baba yako ili aweze kufanya nini? Kukubariki. Lakini ukifika pale, wewe jitambulishe kama nani? Esau. Sasa anayo tayari nafasi kwamba yeye ni mtu ndo mzaliwa wa kwanza. Sasa Yakobo, Bwana Yesu asifiwe, si ameshachukua, na yeye alikuwa anataka ile baraka. Akatoka sasa Yakobo akaenda akafanya kama mamake alivyomwambia. Mamake akaandaa chakula kizuri. Walichokifanya sasa, kwa sababu Esau na Yakobo walikuwa tofauti. Yakobo alikuwa kwenye miguu yake ana nywele, vinyoleo. Esau alikuwa na vinyoleo vingi sana. Yakobo alikuwa hana. Sasa mamake akachukua ngozi ya mbuzi ile akamvesha. Ngozi ya kondoo akamvesha. Bwana Yesu asifiwe. Ili baba yake alikuwa wakati huyu Isaka haoni. Kwa hiyo anatambua kwa kukufanya nini? Kukugusa. Akachukua chakula akampeleka, kama baba, nimeshakuletea kile ambacho ulichokuwa unakitaka. Akasema wewe ni nani? Akasema mimi ni Esau. Akasema sauti ni ya Yakobo. Hebu sogea. Akasogea. Akamgusa miguu, akaona kuna manyoya. Akasema sauti ni ya Yakobo, lakini miguu ni ya kwako Esau. Bwana Yesu asifiwe. Wamama msifanye mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Nafasi ya mtoto wa kwanza ibaki pale pale, mtoto wa kwanza. Hata kama ukiwa unampenda mtoto wa pili, utampoteza kwa ajili ya kumpendelea mtoto. Yaani utampoteza mtoto wa kwanza kwa ajili ya kumpendelea mtoto wa pili. Ndio kilichofanyika pale. Yule mzee akala chakula, akamaliza, akambariki. Na ukishapokea ule mbaraka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wewe unakuwa ni mtu mwingine tofauti kabisa. Wakati amemaliza kumbariki, Yakobo anaondoka, Esau anakuja. Akaenda akaandaa chakula, akaenda akampatia baba yake. Baba, nimeshakuletea. Akasema wewe ni nani? Akasema mimi ni Esau mwanao. Akasema hapa tumeshapigwa. Vipi? Amekuja mdogo wako. Nimeshambariki tayari. Esau akaanza kulia kwa sababu alikuwa anajua maana ya baraka. Mungu anaposema nimekubariki, unajua wewe unajisalau tu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu tofauti sana. Bwana asifiwe. Yaani kila unachokitaka kimefunganishwa kwenye hizo baraka. Ikatokea vita kubwa pale. Esau akaanza kulia na kumwambia babake, nibariki hata kidogo. Babake akasema haiwezekani tena. Esau akasema huyu mdogo wangu ananiwazia mimi mabaya kwa sababu hata alitaka kuninyima chakula ili nife. Akachukua uzaliwa wangu wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio babake akajua ndio maana yametokea haya. Kwa sababu aliamua kudharau zile baraka ambazo Mungu alifanya nini? Alimpatia kuwa yeye ni wa kwanza. Baada ya pale Esau sasa akapanga njia ya kutaka kumuona Yakobo. Mamake akajua, mamake akamwambia wewe sikiliza, kakako hapa anapanga mpango wa kukuua. Kimbia. Bwana asifiwe. Sasa Yakobo anatoka nyumbani kwao, anakimbilia kwa mjomba wake Labani, ambaye ni kaka ya mama yake. Angalia nguvu ya nini? Ya baraka. Ametoka pale nyumbani hana kitu hata kidogo. Ukiwa una baraka ya Mungu, hutotaka hata mali za ulisi sijui nini kutoka kwa watu wengine au kwa wazazi. Hautotaka. Yakobo alitoka peke yake pale. Akaenda moja kwa moja mpaka kwa Labani. Alipofika kwa Labani akasema umefika huko haya utakuwa unachunga nini? Kondoo na mifugo hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akachunga mwaka wa kwanza. Akamwambia sasa mimi mshahara wangu ni nini? Akasema sasa tutafanya kitu kimoja. Kwa sababu wale walikuwa ni mifugo ambayo ina rangi moja tu, kama ni nyeupe tu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sasa, kumkomoa tu, wewe bwana, kama unataka nikulipe kwenye hii mifugo nefuga, akizaliwa mfugo wowote una rangi ya mabaka, huyo atakuwa wa kwako. Na yeye aliamini Labani kwamba hawezi kuzaliwa kwa sababu mifugo yote ina rangi nini? Moja. Yakobo akasema mimi nimebarikiwa, hapa nitapata. Bwana Yesu asifiwe. Akatoka akamwomba Mungu, Mungu akamwambia